Kuna nyakati katika maisha ambapo mtu huomba, hulia, hufunga, husubiri, lakini inaonekana kana kwamba Mungu hasikii. Unatazama maisha yako na kuona milango imefungwa bado. Unatazama familia yako na kuona matatizo yanaongezeka badala ya kupungua. Unatazama maombi yako na kuona hakuna majibu. Katika hali hiyo, swali kubwa huja moyoni: je, Mungu yuko wapi? Watu wengi huamini kuwa Mungu anapokuwa kimya, maana yake amewaacha. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anapokuwa kimya si ishara ya kutokuwepo kwake. Mara nyingi Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati ambazo hatusikii wala hatuoni au kuhisi uwepo wake. Biblia katika kitabu kile cha Zaburi ya 22 fungu la kwanza anasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Daudi alipitia kipindi hiki. Daudi alipitia uzoefu kama huu. Alilia akisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hakuwa mtu asiyemjua Mungu, alikuwa mtu aliyepakwa mafuta na Mungu. Hata hivyo, alifika pahali ambapo hakuelewa ni kwa nini alikuwa kimya. Hii inatufundisha kuwa hata watu wa imani kubwa hupitia vipindi vya maswali na maumivu moyoni. Biblia katika Isaya 55 fungu la 8 na 9 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Wakati mwingine Mungu anakaa kimya kwa sababu anaona kile ambacho sisi hatukioni. Tunataka jibu la leo, lakini Mungu anaona miaka mingi ijayo. Tunataka milango ifunguke sasa, lakini Mungu anaona hatari iliyo nyuma ya mlango huo. Ukimya wake mara nyingi ni ulinzi ambao bado hatujaujua. Yusufu alipouzwa utumwani, alidharauliwa na ndugu zake, akasingiziwa na kufungwa gerezani. Kwa miaka mingi Mungu alionekana kana kwamba yupo kimya, lakini mwishowe ilionekana kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi wakati wote. Kile kilichoonekana kama kuchelewa kilikuwa maandalizi ya kumfikisha kwenye kusudi kubwa zaidi. Kwa hiyo usiogope wakati mwingine hujui, manake Mungu mara nyingi anatuwazia yaliyo mema. Lakini pia anazungumza katika Warumi sura ile ya 2 fungu la 28 anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Huenda leo unalia kwa sababu ya ndoa, biashara, huduma, masomo au afya yako. Huenda umeomba kwa muda mrefu bila kuona mabadiliko yoyote. Lakini usikose tumaini na usikose kumwamini Mungu. Mungu hufanya kazi kwa ratiba ya kwake, si ratiba ya mwanadamu. Hata hivyo, yeye hutuwazia mema zaidi. Anajibu kwa wakati wake mkamilifu. Kimya chake si kukata tamaa kwake. Wakati mwingine ni maandalizi ya ushuhuda mkubwa ulio mbele yako. Maombolezo sura ile ya 3 fungu la 25 na 26 nasema, Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, na nafsi imtafutao. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngoja kimya kimya. Kama Mungu ni kimya leo, au kama Mungu ukiona yupo kimya leo, usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa ukahisi Mungu haoni unachokipitia leo. Usikate tamaa ukaona kana kwamba Mungu hasikii maumivu unayopitia.
Hebu chukulia uzoefu ambao nimekwisha kuzungumza hapo juu, uzoefu wa Yusufu ambaye alikuwa gerezani. Huenda ikawa katika hali kama ile ingekuwa ni wewe unapitia, ungeliweza kusema ya kwamba Mungu amekuacha, Mungu amekutupa, lakini kuna kitu Mungu alikuwa anakitengeneza. Endelea kuomba, usikate tamaa. Neno la Mungu limesema endelea kuomba bila kukata tamaa. Endelea kuamini, endelea kusubiria, endelea kutembea katika uaminifu. Siku moja utaangalia nyuma na kugundua kwamba katika kipindi kile ambacho ulifikiri Mungu amekuacha, ndipo utakapogundua Mungu hakuwa amekuacha. Ndipo utakapogundua kuna kitu Mungu alikuchokuwa akitengeneza ndani yako. Ninakutia moyo rafiki yangu, epuka kukata tamaa. Utagundua ya kwamba kuna kitu Mungu alikuwa anatengeneza. Mungu anakulinda na kukuandaa kwa jambo kubwa zaidi. Mungu anaweza kuwa kimya, lakini hajawahi kuacha kufanya kazi. Kuna nyakati unaweza ukahisi ukimya wa Mungu, lakini haimaanishi Mungu ameondoka. Kuna nyakati utaona kana kwamba husikii chochote, lakini Mungu hajawahi kuacha watu wake. Ninakutia moyo ambao unifuatilia. Mungu akubariki sana. Ikiwa unapitia kipindi kigumu, amini bado Mungu yupo. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Usikate tamaa, endelea kusubiri. Kuna kitu ambacho Mungu anakitengeneza katika maisha yako, labda hujapewa tu macho ya kukiona. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa mfuatiliaji wa Hope Rise Ministry. Nikuombe tafadhali, ikiwa bado hujabonyeza alama ya subscribe katika channel hii, tafadhali usiache kubonyeza kulike video zetu ili ziendelee kuwafikia watu wengi. Mungu akubariki, Mungu akuangazie nuru katika jina la Yesu. Amen.